whole week wakitafuta kina Prengei. Anaambia iko pesa bwana na kiti yako utaweka. He did not sign. And Susan and I will be forever grateful to all our colleagues who are more than 20, they were actually 20, who refused to sign. Na speaker wa Senate hapa akiwaambia ukweli, ni ile tu dunia atasema baadaye. Wakati hawakupata signatures, huyu akapigiwa simu akaambiwa tangaza tu hata bila signatures tangaza. Na huyu speaker akatangaza, nikauliza yeye, wewe umetangaza kutotoa wapi evidence? Watu wenye walisema, akasema nitatoa uamuzi iliyo mrefu baadaye. So hiyo baadaye haijafika, imepita mwaka moja na nusu na baadaye haijafika. Na mimi naona haitafika na ndugu yangu ameenda. So hakuna shida. Na speaker, mnajua sina ubaya na wewe, ni mtu yangu. Mimi najua hata kwa nini ulifanya hivyo. Dunia tu ni namna hii, twende polepole. Mungu atatusaidia. But the main thing I want to say here, we need people who have a stand like hii ya Prengei. Na hii watu wote tulikuwa tunajaribu kutolewa ni kwa sababu tu ya siasa ya ujinga. I can tell you because nimekaa na President Uhuru Kenyatta personally, privileged to work with him, with the deputy president. And I can tell you, nakumbuka siku yenye ilisemwa null and void. That day ilitangazwa wakasema elections of president and his deputy is null and void. We were sitting in the same office ya the deputy president. Deputy president aligonga mesa akasema sasa we must provide leadership, we must go for another elections. Akatuambia kaeni hapo, I am going to see the president. Alipoenda mimi nikafuata yeye, tukaenda State House. That is how the president came out the way he came. Tukaenda hapo Gikomba na yeye, tuka encourage president. We flew to Nakuru town. I was the only one in that chopper, inside chopper ya president. Tukaenda Narok, tukaenda wote, tukaanza a new round mpaka Uhuru Muigai Kenyatta akakuwa president ya Kenya kwa sababu ya effort ya deputy president na watu wengi wenye ambao wamefukuzwa, wamepikwa, wamekandamizwa. Now I keep asking myself, because we need to do politics of honesty, I keep asking myself, President Uhuru Kenyatta juzi alikuja TV akafanyiwa interview. Akaulizwa uko na shida gani na naibu wako? Akasema you know, sijui hata mimi nini ilifanyika, hata sijui makosa vizuri, ingawaje hakusupport hii BBI, ni kwa sababu ya hii BBI. BBI haikuwa agenda yetu. BBI hatukuitwa PG. BBI haikudiscussiwa kwa cabinet. Raila Odinga 2002 alisababisha hasara, Uhuru Kenyatta akashindwa. 2013 alishindana na Uhuru Kenyatta akasema, in fact I remember akisema Uhuru Kenyatta akiamka asubuhi ni bangi, akiamka jioni ni pombe. He was the one who said it in 2013. Akapiga Uhuru Kenyatta namna hiyo. From 2013 to 2017 akapiga Uhuru Kenyatta na familia yake. In fact he said his family imeiba pesa yote ya Ministry of Health, wapi, magazeti, all through. 2017 akapigana na yeye. 2017 second election akazusia. After that akajitangaza president. Yani it's something that it has never happened in other democracies in the world. A man called a meeting to swear himself in as the president of the Republic of Kenya. Baada ya hiyo anatembea free, anakuja kukaa na president, anajiita hata ana joke around, anasema mimi naitwa mimi nikakuwa people's president, ule akakuwa president ya Kenya, and he is facing no consequences. The question I ask Uhuru Muigai Kenyatta, ni nini hata kama ni BBI alone? Ni nini William Ruto amekufanyia mpaka unamdhulumu, unamfanya kama takataka, na ni mtu ametumia all the energy to support you? Tell us that one thing. Tell us that one thing. As the people of Kenya tutakuja kulipa. Kama William Ruto alikunyang'anya kitu utuambie. Kama William Ruto alikunyang'anya mtu utuambie. We will pay back. Because you are telling the world, which is a paradox. You are telling the world, oh, you know, BBI was to bring people together. We believe in bringing Kenyans together. But how are you able to spend 4 years una-arrest watu wakirelate na deputy president? Unakataza yeye kufanya kazi yote. Tell us one assignment, one assignment yenye ulimpatia William Ruto na akakataa kwenda kufanya.
And why in the first time he was doing it freely? Jameni, tusidanganyane. People, leaders have suffered. People have been punished. Community projects have been removed because of fighting one individual. But you know what I want to tell you, Your Excellency, the Deputy President? After we relax to evil. It's painful, but relax. I know because tulitoka nyumba yako, tukienda kukampenia president na wewe kwa Kitale, tukitoka tu nyumba, ndio some terrorist or somebody who had a gun akuja kupiga watu kwa nyumba yako kwa Sugoi. That issue has never been investigated up to now. No report has been given from the office of the Inspector General. I know because uli renovate nyumba kwa Mombasa. Just before you entered, police wakuja kufunga mlango. I even know some of your clothes iko ndani ya hiyo nyumba. I know. These things, you have been patient enough. I pray that you continue being patient and that God gives you the grace to remain patient and hopeful. Unaona huyu president wa Zambia, juzi president alienda inauguration. Huyo mtu wa Zambia, the outgoing president, alikuwa amesema hata hakuna askari mmoja aende achunge mkutano yake. Lakini simuona juzi amekuwa president ya Zambia. Mwai Kibaki 2002 hakuwa hata na askari moja. Even when he was getting accident kwa huko hakuwa na even a single askari. Ile tu ya bunge ile unapewa kwa bunge. Lakini what happened? He became the president of Kenya. I believe in God and I believe in the people of Kenya. And I believe that if you continue being patient like the Bible says, for these remaining months, we will see the brighter side of God's favor being bestowed and seen in your life. And I want to ask, I don't want Susan, nataka niseme hii. Nyinyi watu wa Nakuru, watu wa Rift Valley, I don't want mtu akienda kupika naibu wa rais. Tunaona watu wengine wanasema, tukae kwa amani, hatutaki kupigana. Why do you always have to profile the people of Rift Valley as if we are surviving on a threat of peace hanging on somebody's madness for a short period of time? We made a decision in Nakuru and we said never again shall a Kenyan shed blood for purpose of politics. We mean it. And we are in politics knowing that we can win or we can lose. We are Democrats. What we are asking, number one, let the playing field be level, ikuwe sawa, kila mtu ashindane. Mwenye atakuwa rais, sisi wote tutachangia kusupport huyu akuwe president ya Kenya. Amani ya Rift Valley, don't always put it at amani ya Rift Valley versus so and so isipochakuliwa ama so and so achakuliwa. That is not our, don't profile the people of Rift Valley. We have already agreed we will live in peace. But also we have agreed politically that we will vote for William Samoei Ruto akuwe president ya Kenya. And it's a decision that is coming not because of threat of peace, but because we believe in his ability to lead this country. Your Excellency, that's all I wanted to say. My friend Victor Prengei, sisi hatuna uwezo ya kunominate mtu kutoka hii community. Lakini tumeambia wale wa Jubilee, kama hii kilio yenu, kwa sababu sisi tuko UDA. Tunasukuma wheelbarrow mbaya sana. Na hatu kutoka ati kwa sababu tulitaka kutoka, tulifukuzwa. Tukakwamia hapo tukisema, hata tulilia tukisema tunataka kukaa tu hapa Jubilee, Jubilee, tukaambia kuendeni. Mpaka tukasema tunanyeshewa hapa nje na kuna nyumba mzuri ya UDA ambaye inasema kila mtu ni sawa na kazi ni kazi, hasara ya nini? Twende hii nyumba. So tumeama, watu wamefukuzana. Sasa jana wamesema ile Murade na Tuju walikuwa wanatufukuza, hata wao wanafukuzwa. So sisi sasa hatujui, hata vile nyinyi mnaongea hapa, sisi hatujui nani ndio anaambiwa kwenda kunominate hii mtu ya Ogiek. We don't know. We don't know because kila mtu ametolewa huko. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi kabisa kwa heshima, wale mnasikia bado mko hiyo nyumba, kama mko na uwezo, jameni rudisha hii kitu kwa Ogiek for 11 days, 11 months. Kama hata inawezekana weka hii family, hata nyumba yao, hata ndugu yao ama something related, wamalize ile kazi imebaki, wasukume iende mbele kutoka hapo. At least kama bado mko na roho kidogo ile ya huruma, muweke namna hiyo. Kwa family ya Prengei, mshikane namna hiyo, Mungu atawasaidia. Sisi tutasema tuko around, tutasaidiana, tutafanya namna hii. Sometimes we might go far, but the Lord will be on your side. But we will also try our best. Mkikuja kwetu,
kusaidiana. We will remember that he was our colleague and a close friend of us, and we will stand with you. My friend Governor Lee, unajua sisi ni marafiki ya karibu sana. Niliona juzi ulikuwa na ile mtu ya kitendawili. Yeah? Sasa wewe hata kama tulifukuzwa huko ukapita UDA mpaka ukaingia kitendawili, I mean really, au kupata hata nyumba hapa ya ile ya nini ya kurini. Mimi naona wewe angalia hiyo maneno tena. Angalia hiyo maneno. Na usiogope huyu mama, usiogope yeye sana. Ni mtu mzuri sana wa roho safi. Wewe kuja hapa tukae pamoja. Hata akipata wewe utapata kitu kingine. Wewe waacha kuogopa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Senator Murkomen, former majority leader of the Senate. Sasa let me welcome mwenye sasa sisi senators, mwenye sasa ndio mkubwa wetu kiasi tukiwa hapa. Na he is Senator Aaron Cheruiyot kutoka Kericho, and he's here on behalf and for the commission, the PSC commission. So Commissioner Cheruiyot, karibu. Let them first. Okay. Najua wewe ni mkubwa, sisi tulitolewa, wacha kwanza wakunini. Okay, thank you. Asante Senator Susan Kihika. Familia ya departed colleague wetu Victor Prengei, Your Excellency the Deputy President, viongozi wenzangu na wananchi kwa jumla. I wear two hats today. Ya kwanza nimekuja kama rafiki ya Senator Prengei